Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Urusi yaionya Marekani dhidi ya kuingilia kati vita vya Iran na Israel. Walioshtakiwa kwa kushambulia ugaidi wa Dusit wahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Air India inasema injini moja kwenye ndege iliyoanguka ilikuwa mpya. Polisi waliofyatiwa risasi mchuuzi wakati wa maandamano nchini Kenya kusalia korokoroni. Marekani imerejelea maombi ya visa za wanafunzi. Iran yafanya uharibifu mkubwa nchini Israel. Naibu mkuu wa polisi Kenya ahojiwa na IPOA. Shambulio la Iran hospitalini ni uharibifu, waziri wa Israel asema. Na Rwanda na DRC zafikia makubaliano ya awali ya amani kabla ya kutiwa saini wiki ijayo. Naam, natumai ubwiri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mahakama ya kupambana na ugaidi nchini Kenya imehukumu mwalimu wa madrasa mwenye umri wa miaka 61 kifungo cha miaka 30 kwa kusababisha shambulio la kigaidi katika jengo la hoteli ya Dusit D2 jiji kuu la Nairobi nchini Kenya. Mohamed Abdi Eli alihukumiwa kifungo cha miaka 15 kwa kila mmoja ya mashtaka 14 kwa kuwezesha kitendo cha kigaidi kinyume cha kifungu cha 9 ibara A cha sheria ya kuzuia ugaidi ambao ilikwenda sambamba na kifungo cha ziada cha miaka 15 ambayo itakwenda sambamba na kifungo hicho kwa mashtaka ya njama ya kufanya kosa la kinyume na kifungo cha 23 2 kama inavyosomwa na 23 cha sheria ya kuzuia ugaidi mwaka 2012. Mahakama pia ilimhukumu Hussein Mohamed Abdile Ali mwenye umri wa miaka 22 kutumikia kifungo cha miaka 15 baada ya kuhukumiwa kwa kosa la njama la kufanya uhalifu na miaka mingine 15 ya kuwezesha kitendo cha kigaidi chini ya sheria ya kuzuia ugaidi. Hukumu hiyo inatekelezwa kufuatana. Wanaume hao wawili walihusishwa na mashambulio ya kigaidi ya Januari 15 mwaka 2019 katika jengo la hoteli ya Dusit D2 jiji kuu la Nairobi ambalo liliwaua watu 21 wakiwemo raia wa kigeni na kuacha wengine kadhaa wakiwa na majeraha ya kutishia maisha. Alipokuwa akitoa hukumu yake Alhamisi, Jaji Diana Kaveza aliamua kwamba mahakama imeridhika kwamba mashtaka yamethibitishwa kesi yake na dhidi ya Hussein Mohamed Abdile na Mohamed Abdi Eli bila shaka yoyote. Marekani kuingilia kati mzozo kati ya Israel na Iran utasababisha hali ya kuwa mbaya zaidi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameliambia shirika la habari la shirika la Urusi TASS Marekani na Urusi zinaunga mkono pande tofauti katika mzozo huo, wakati Donald Trump anadai Iran kujisalimisha bila masharti na ripotiwa kuwa anafikiria kuishambulia Moscow
anaiona Tehran kama mshirika mkuu. Mapema mwaka huu, Vladimir Putin, rais wa Urusi, alitia saini mkataba wa kina wa ushirikiano wa kimkakati na mwenzake wa Iran, Masoud Pezeshkian. Kifungo cha kwanza mkataba wao kikisema wana nia kuendeleza ushirikiano wa ulinzi na usalama. Iran pia imeipatia Urusi ndege zisizo za rubani za Shahed ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraina. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imelaani shambulio la Israeli na kusema ni kijinga ambayo hajachochewa na chochote. Na hapo jana, naibu waziri wa mambo ya nje ya Urusi Sergei Yabkov aliomba Marekani kutoa msaada wa kijeshi kwa Israel. Yote yanaiweka Moscow na Washington kwenye hali tete katika mgogoro wa Israeli na Iran, na inaweza kuwa kikwazo kikubwa katika uhusiano wa Urusi na Marekani ambao umekuwa ukiimarika tangu kuchaguliwa tena kwa Donald Trump. Maafisa wawili wa polisi waliomshambulia na mmoja wao kufyatua risasi mchuuzi wa barakoa jiji kuu la Nairobi nchini Kenya wataendelea kuzuiliwa na polisi kwa siku 15 zaidi, huku uchunguzi ukiendelea. Kilinzi Masinde Baraza na Duncan Kiprono watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill ili kuruhusu upande wa mashtaka kukamilisha uchunguzi wake. Maafisa hao walikamatwa baada ya video ya wawili hao kumpiga na mmoja wao kufyatua risasi kwa karibu Boniface Kariuki wakati akijaribu kuondoka na kusambaa kwenye mtandao ya kijamii wakati wa maandamano ya kupinga mauaji ya kijana Elbert Ojwang aliyefariki dunia akiwa kizuizini. Wakati huo, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ametarajiwa kufika mbele ya mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA kurekodi taarifa kuhusu kifo cha mwanablogi na mwalimu Elbert Ojwang. Kifo cha kutatanisha cha mwanablogi huyo kimesababisha maandamano katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, huku kiwa na shinikizo la kuwataka waliohusika na mauaji hayo katika ngazi za juu za idara ya polisi nchini Kenya wajibishwe. Utawala wa Donald Trump Jumatano tarehe 18 mwezi huu wa 6 mwaka huu uliamuru kurejelewa kwa miadi ya visa ya wanafunzi, lakini utaimarisha kwa kiasi kikubwa uhakiki wake kwenye mitandao ya kijamii ili kubaini waombaji wowote ambao wanaweza kuwa na chuki dhidi ya Marekani, kulingana na taarifa za Wizara ya Mambo ya Nje iliyopitiwa na shirika la habari la Reuters. Maafisa wa ubalozi wa Marekani sasa wanatakiwa kufanya uhakiki wa kina wa wanafunzi wote na waombaji visa kutoka nchi za kigeni ili kubaini wawe wenye mitazamo ya chuki dhidi ya raia wao, tamaduni, serikali, taasisi au kanuni za msingi wa Marekani, imesema taarifa hiyo tarehe 18 Juni kutumwa kwa ubalozi wa Marekani. Maafisa pia wameshauriwa kuwa macho wakati wanafanya uchunguzi wao kwa utetezi wowote wa misaada au msaada kwa magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya usalama kwa taifa la Marekani, ungwaji mkono wa unyanyasaji au dhuluma dhidi ya Wayahudi, na kuwabaini waombaji ambao wanaonyesha historia ya harakati za kisiasa na kuzingatia uwezekano wa kuendeleza shughuli kama hizo nchini Marekani. Inaonekana kwamba upanuzi wa uchunguzi huu unakusudiwa kuwa zaidi ya kwenda mitandaoni ya kijamii hadi aina yoyote ya uwepo wa chochote mitandaoni, pamoja na machapisho na ujumuishaji katika hifadhi data za mitandao. Vilevile, waombaji visa wameamuriwa kuwezesha akaunti zao za mitandao ya kijamii kuweza kufikiwa na kila mmoja kusaidia uchunguzi wa ziada. Maafisa wanahitajika kupiga picha na kuhifadhi chochote chenye kuzuia wasiwasi kuweka kwenye rekodi zao. Wizara husika inasema kuwa kuanzia sasa uchunguzi wa aina hii utakuwa lazima kwa waombaji wapya wanaoomba visa kwa mara nyingine. Mei 27 utawala wa Trump uliamuru balozi zake nje ya nchi kuacha kupanga miadi mipya ya waombaji wa visa na wanafunzi, ikisema Wizara ya Mambo ya Nje ilikuwa ikijipanga kupanua mchakato wa uchunguzi wa wanafunzi wanaoomba visa hadi katika mitandao ya kijamii. Baada ya siku kadhaa ya mashambulio yake bila mafanikio makubwa, Iran
imeweza kusababisha uharibifu mkubwa nchini Israel baada ya makombora yake kupenya ngome ya anga ya nchi hiyo na kugonga maeneo kadhaa. Nguvu ya mashambulio ya Iran ilikuwa imepungua, ikionekana kuwa dalili za mashambulio ya anga ya Israeli dhidi ya jeshi la Iran. Serikali ya Israeli ilikuwa imetangaza kulegeza masharti kutokana na baadhi ya vikwazo vilivyowekwa na kusababisha vita. Mashambulio ya asubuhi ya leo yanaonyesha kuwa Iran bado ina uwezo wa kurusha makombora na kusababisha madhara. Maeneo yaliyopigwa ni pamoja na kituo cha matibabu cha Soroka katika mji wa kusini wa Beersheba, Holon, ambapo kombora lilitua kati ya majengo ya Ramat Gan, yote katika mji wa Tel Aviv. Iran imesema lengo huko Beersheba ni kile kinachosema kuwa ni shabaha ya kijeshi karibu na hospitali hiyo, lakini Sharon Haskel, naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Israel, ameshutumu Iran kwa kuilenga hospitali ya Soroka kimakusudi. Haijabainika ni majengo yapi yaliyoshambuliwa katika mji mwingine iliyoathiriwa. Iran imekuwa ikijibu takribani wiki moja ya mashambulio ya anga ya Israel kwenye maeneo ya kijeshi na nyuklia, vituo vya nishati, viwanja vya ndege, majengo ya serikali na pia maeneo ya makazi. Iran inasema hivi ni vita vya uchokozi na kwamba ina haki ya kujilinda. Nchi kadhaa za Kiafrika zinafanya mpango wa kuwarudisha raia wao nyumbani kwa hofu kwamba wanaweza kukwama katika mzozo wa kivita baina ya Israel na Iran uliozuka tarehe 13 Juni hii. Uganda imewasiliana na majirani wa nchi ya Mashariki ya Kati kwa msaada wa kuhakikisha raia wake wanapata usaidizi, ya shirika la binafsi la habari la Chipa Reports limeripoti. Kwa kuwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki haina balozi nchini Israel na Iran ambazo anga zake zote zimefungwa, inaratibu uokoaji kupitia Misri, Uturuki, Azerbaijan na Jordan, na imezitaka nchi hizo nne kuwapa raia wake visa. Wizara ya mambo ya nje iliomba wajumbe wa kidiplomasia nchini Iran na Israeli kuwezesha mchakato huo, huku wanafunzi 48 wakiwa tayari njiani kuondoka Tehran. Nigeria imesema maandalizi ya kuwarudisha raia wake nyumbani yako karibu kukamilika na kuwashauri kuwasiliana na ubalozi au ujumbe wa karibu wa Nigeria. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imesema inashirikiana na washirika wa kimataifa ili kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika. Kenya imewataka raia wake kuwa waangalifu zaidi, kuepuka harakati zisizo za lazima, kukaa ndani inapowezekana na kufuata maagizo ya mamlaka za mitaa. Afrika Kusini wapo awali iliwataka raia wake nchini Iran kujiandikisha kwa ubalozi kwa usalama wao. Jeshi la Israeli limethibitisha kuwa limefanya mashambulio kwenye kinu cha nyuklia huko Arak. Jeshi la ulinzi la Israeli limesema kinu hicho kimeundwa kuzalisha plutonium yenye mavuno mengi, ambayo ni nyenzo inayotumika kutengeneza silaha za nyuklia. Jeshi la Israeli pia limesema mashambulio yao ya hivi punde yalihusisha ndege 40 za kivita zinazolenga maeneo mengi ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na viwanda vya kutengeneza malighafi, sehemu zilizotumika kuunganisha makombora ya balistiki na maeneo ya kujenga mifumo ya ulinzi wa anga na makombora ya Iran. Timu ya kiufundi ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeafikia rasimu ya makubaliano ya amani ambayo yanatarajiwa kutiwa saini wiki ijayo. Nchi hizo mbili ya Marekani zimesema Jumatano, zikilenga kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo ya muda yaliyotangazwa katika taarifa ya pamoja yanaweza kuashiria mafanikio katika mazungumzo yaliyofanywa na utawala wa Rais Donald Trump ili kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo na kuleta mamilioni ya dola ya uwekezaji wa nchi za magharibi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini yakiwemo dhahabu, cobalt, shaba na lithium.
Makubaliano hayo ya muda yaliyoafikiwa baada ya siku 3 za mazungumzo yanashughulikia uadilifu wa ardhi na kuzuia vita na kuangamiza silaha na kupokonywa silaha kwa wapiganaji na ushirikiano wa masharti makundi yenye silaha yasiyo serikali kulingana na taarifa. Makubaliano hayo pia yanajumuisha vifungu kuhusu uanzishwaji wa uratibu wa pamoja wa usalama ambao unajumuisha pendekezo linalojadiliwa na wahusika mwaka jana chini ya upatanishi wa Angola. Utiaji saini wa mawaziri wa mkataba huo umepangwa Juni 27. Wataalamu wa Rwanda na Kongo waliafikia makubaliano mara 2 mwaka jana chini ya upatanishi wa Angola kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda na operesheni za pamoja dhidi ya kundi la waasi la Kihutu wa Rwanda FDLR, lakini mawaziri kutoka nchi zote mbili walishindwa kuidhinisha mpango huo. Ambapo moja kwa moja tunapokea tathmini ya mchambuzi huyu na serikali iweze kurudi kutawala ardhi yake nzima 100%. Nadhani makundi mengine yanaweza kuchukuliwa hatua ambazo ni za nguvu kwa pamoja. Na tumeona makubaliano yanasisitiza kuheshimu mipaka na kusitisha mapigano, lakini haijaeleza wazi jukumu la M23. Je, unadhani huu ni udhaifu katika makubaliano haya? Ni udhaifu mkubwa kwa sababu makubaliano yote ambayo hayatoweza kuihusisha M23 yatakuwa kwa kweli hayana maana. Kwa hiyo nadhani M23 na yenyewe italazimika pia kulazimisha yale ambayo yanaweza kuifanya iingie katika mchakato wa utawala wa serikali. Kwa mtazamo wako binafsi, ni kwa kiasi gani Rwanda na DRC wameshirikiana kwa dhati kukamilisha makubaliano haya, au huu ni mchakato unaopata shinikizo la kimataifa hususan Marekani na Qatar? Sidhani kwamba kuna ushirikiano wa kidhati, wa moyoni, wa mapenzi, wa matakwa yao wenyewe, hapana. Lakini kwa kuwa tayari kuna mbabe kasimamia na kaweka mkono kwenye sahani, watoto au wadogo hawawezi kuleta fujo. Kama umesema hakuna udhati baina ya Kigali na Rwanda, na ukizingatia historia ya kutoaminiana baina ya pande hizi mbili, kipi kinahitajika ili makubaliano haya kudumu na kujenga msingi ya maridhiano ya dhati yaweze kutekelezwa? Ni wazi tu wanatakiwa waweke vyombo vya usimamizi wa uheshimishaji wa makubaliano hayo. Vinginevyo yatakuwa hayana maana, na gusagusa na uchokozi utazidi na unaweza ukatokea huko Rwanda ikikataa kama sio mimi kama kawaida. Kwa maneno mafupi sana, kuna hakikisho la mkataba huu kudumu? Kudumu kwa mkataba huu kutatokana na kudumu kwa faida za aliyesababisha ambaye ni Marekani. Lile ambalo linawezekana leo kwa faida, kesho linaweza kuwa halina faida na likafanya hali ya Kongo au hali ya mkataba huu uwe ni dhaifu. Ndio hali ambayo inajitokeza katika kule kufuatilia masuala ambayo ni ya mkataba huo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Ayatollah Khamenei ambaye anaiongoza Iran na aliyetangaza maangamizi dhidi ya Israeli hawezi kuruhusiwa kuendelea kuwepo. Zaidi, Katz amebainisha kuwa hakuna nafasi ya mazungumzo ya usuluhishaji kati ya pande zote mbili kutokana na mzozo huo. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amezindua daraja la JPM maarufu Kigongo Busisi. Daraja hilo la 6 kwa urefu barani Afrika limejengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 700.
Utekelezaji wa mradi huo ukifanywa na mkandarasi wa Uchina, China Civil Engineering Construction Corporation na China Railways 15 Bureau Group Corporation. Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Uchina Xi Jinping wamezungumza hivi leo kwa njia ya simu na kulaani vikali mashambulio ya Israel dhidi ya Iran, huku wakielezea haja ya kuwepo suluhisho la kidiplomasia. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ushirikiano wa Israel na Donald Trump ni wa ajabu na umelete mafanikio makubwa. Akizungumza kutoka katika hospitali iliyoharibiwa kusini mwa nchi hiyo, waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu amepongeza ushirikiano wa karibu kati ya Israel na Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump, akisisitiza kuwa Marekani tayari inatoa msaada mkubwa katika mzozo unaoendelea, huku akieleza kuwa Trump amechukua msimamo dhabiti kuhusu kuizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Mbunge wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema azuiliwa kuingia nchini Uingereza. Katika barua iliyotolewa na chama chake, mamlaka ya Uingereza imerejelea uungwaji wake mkono wazi wa kundi la Hamas, ikiwemo hotuba iliyotoa baada ya mashambulio ya tarehe 7 Oktoba, ambapo amesema chama chake kingeipatia Hamas silaha iwapo kingeingia madarakani. Aidha, serikali ya Uingereza imesema Malema amenukuliwa akitoa matamshi yanayodokeza au kutamka moja kwa moja kuhusu kuwachinja watu weupe nchini Afrika Kusini, jambo ambalo pia lilizingatiwa katika uamuzi wa kumzuia kuingia nchini humo. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, akiwa katika kikao cha viongozi wa jamii pamoja na wadau mbalimbali kutoka jimbo la Benue, ameeleza kuwa lengo lake kuu ni kuhakikisha urejeo wa amani na imani miongoni mwa wakazi wa jimbo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Aidha, ameonyesha kutoridhishwa na kushindwa kwa vyombo husika kuwatia mbaroni wale waliohusika na mashambulio yaliyoikumba Benue. Bunge la kitaifa nchini Kenya limepitisha mswada wa fedha wa mwaka wa 25 baada ya kujadili na kukataa baadhi ya mapendekezo yaliyokuwa yameongezeka na kuongeza mzigo kwa walipa kodi. Mswada huo sasa unasubiriwa kutiwa saini na rais wa taifa hilo ili kuwa sheria. Miongoni mwa mapendekezo tata yaliyotupiliwa mbali ni lile lililopendekeza kuipa mamlaka ya kukusanya ushuru Kenya KRA uwezo wa kufikia taarifa za kibinafsi na za kifedha za walipa kodi. Pendekezo hilo lilikosolewa vikali na wadau mbalimbali kwa kuonekana kuvunja haki za faragha za wananchi. Kwa mjibu wa hazina ya kitaifa, mswada huo unalenga kukusanya jumla ya shilingi bilioni 24, kiasi kilicho chini cha makadirio ya awali ya shilingi bilioni 30. Mapato hayo yanatarajiwa kuwa sehemu ya makadirio ya shilingi trilioni 3.316 ya mapato ya kawaida ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 25-26. Katika mwaka uliopita, mswada wa fedha pia ulikumbwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi, hasa vijana wa kizazi cha wanarika Gen Z, ambao waliandamana kupinga baadhi ya vipengee vya mswada huo vilivyotajwa kuwa kandamizi. Katika Je, wajua, uzalishaji wa mafuta barani Afrika umekuwa mjadala mkubwa. Sasa
ikiwa mashambulio ya Iran na Israel yatatishia kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz unaotumika kusafirisha mafuta. Kulingana na Umoja wa Afrika, uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika unakadiriwa kuwa karibu mapipa milioni 10 kwa siku, ikiwa ni sawa na 10% ya uzalishaji wa mafuta ghafi duniani. Wataalamu wanasema kiwango hicho kina uwezo wa kuongezeka. Na Iran umezua tishio la Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao hutumika katika usafirishaji au kupitisha takriban mapipa milioni 20 ya mafuta kwa siku. Hii imezua mjadala kuhusu uwezo wa Afrika wa kujitosheleza kwa uzalishaji wake wa mafuta. Kulingana na Umoja wa Afrika, uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika unakadiriwa kuwa karibu mapipa milioni 10 kwa siku, ikiwa ni sawa na 10% ya uzalishaji wa mafuta ghafi duniani. Nayo takwimu za shirika la nishati ya kimataifa IEA ambalo hufuatilia biashara za mafuta duniani zinaonyesha kuwa katika uzalishaji wa mafuta wa mwezi Mei mwaka huu, Nigeria iliongoza kwa mapipa milioni 1.2 kwa siku, ikifuatwa na Libya ambayo ilikuwa na mapipa zaidi ya milioni 1.2. Mwezi huo Gabon ilizalisha zaidi ya mapipa 250,000, Kongo nayo ikawa na zaidi ya 230,000, huku Algeria ikizalisha zaidi ya 900,000 ya mapipa, Guinea Ikweta zaidi ya 60,000 kwa siku. Nchi nyingine barani zinazozalisha mafuta ghafi ni pamoja na Chad, Sudan Kusini, Misri na Angola. Nchi kama Kenya na Uganda zipo katika mchakato wa kuanza kuzalisha mafuta pia. Mafuta ghafi hapa barani Afrika yanachimbwa kutoka kwenye visima vya ardhini au kwenye maeneo ya pwani na kusafirishwa kwa mabomba au meli za mafuta hadi kwenye vituo vya kusafisha mafuta, ambapo yanaweza pia kugeuzwa na kuwa bidhaa muhimu za mafuta, hasa mafuta na kemikali ambazo zinatumika viwandani. Takriban 75% ya mafuta yanayozalishwa barani Afrika yanauzwa nje kama ghafi, huku bidhaa nyingi za mafuta zikiagizwa kutoka nje, jambo ambalo linaifanya Afrika kuwa bara pekee duniani ambalo ni muuzaji mkuu wa mafuta ghafi nje ya nchi na pia mwegezaji mkuu wa bidhaa za petroli. Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Kuwait zikiwa wasambazaji wake wakubwa. Nchi ya Misri kwa mfano inatumia takriban mapipa 800,000 kwa siku, Afrika Kusini mapipa 600,000, Nigeria 500,000 na Algeria mapipa 400,000 kwa siku. Matumizi haya ni ya juu hasa kwa sababu ya idadi ya nchi hizo ya watu na pia uwekezaji katika viwanda. Aidha pia Afrika imejaliwa kuwa na kiasi kikubwa cha gesi asilia ambayo inaweza kupatikana hasa katika mataifa ya Algeria, Tunisia, Libya na Nigeria na Misri. 40% ya ugunduzi mpya wa gesi asilia duniani katika miaka 10 iliyopita hapa barani Afrika, haswa Senegal, Mauritania, Msumbiji, Tanzania miongoni mwa nchi zingine. Kwa sasa zaidi ya 45% ya gesi asilia inayozalishwa barani Afrika inauzwa nje ya nchi, na mchango wa gesi asilia barani Afrika katika usawa wa nishati bado ni mdogo. Kwa mataifa yanayotoa mafuta kama Nigeria, Angola na Libya, habari kuwa usambazaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz huenda ikaathiriwa kwa sababu ya mashambulizi kati ya Israel na Iran ni habari njema kwa muda mfupi. Bei za juu zinamaanisha mapato zaidi kwa nchi hizi, fedha nyingi za kigeni na kuchangia katika makadirio makubwa ya bajeti yao ya taifa. Lakini ikiwa tu nchi hizi zitamaliza changamoto za miundombinu ya muda mrefu, wizi na uwekezaji duni katika sekta ya mafuta. Hata hivyo, kwa bara zima la Afrika, taswira hiyo inaashiria hali mbaya zaidi. Nchi kama Kenya, Rwanda na Afrika Kusini ambazo zinategemea sana uagizaji wa mafuta kutoka nje zitaathiriwa vikubwa. Kupanda kwa bei ya mafuta duniani kunamaanisha kuwa mafuta yatakuwa bei ghali zaidi yatakapofika katika nchi zao kutoka nchi za nje, bei ya juu ya kusafirisha bidhaa, na hatimaye familia zitalazimika kubana matumizi kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kuelekea mapumzikoni, ambapo mpenzi msikilizaji Simona Kitui kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 0124 50 85 21 78 00, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote
ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Habari kuu ni kwamba Urusi yaionya Marekani dhidi ya kuingilia kati vita vya Iran na Israel. Walioshtakiwa kwa shambulio la ugaidi kule Kenya, jiji kuu la Nairobi, Dusit D2, wahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Jaji wa mahakama kuu nchini Kenya, Diana Mochache, amehukumu Hussein Abdile Eli na Mohamed Abdi Eli kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kufadhili mashambulio ya kigaidi ya hoteli ya Dusit D2 mwaka wa 2019. Amesema kwamba kuwafadhili watu kutumia silaha na idadi ya watu waliouawa ni sababu ambazo zimefanya Abdile na Eli kupatikana na hatia. Watu 21 wakiwemo raia wa kigeni waliuawa katika shambulio hilo na wengine kadhaa kubaki na majeraha ya muda mrefu. Mfumo wa Israeli wa ulinzi dhidi ya makombora unaweza kuanza kufeli ndani ya siku chache ikiwa Iran itaendelea kutuma makombora kwa kasi ya sasa, kulingana na makadirio ya vyombo vya habari ya Israel. Tathmini za intelijensia zinasema hivi karibuni mifumo inaweza kulazimishwa kuchagua ni makombora yapi ya kukinga pindi mashambulio yatakapozidi. Mashambulio kati ya Iran na Israel yamezua hofu ya kufungwa kwa barabara ya bahari ya Hormuz inayopitisha mapipa milioni 20 ya mafuta kila siku. Hii imezua mjadala kuhusu uzalishaji wa mafuta barani Afrika. Takwimu zinaonyesha kuwa Afrika inazalisha takribani mapipa milioni 10 tu kwa siku, lakini pia ni mnunuzi mkubwa wa mafuta na gesi kutoka nchi nyingine. Matumizi ya mafuta kwa siku mwaka huu, ambapo Misri ina mapipa 850,000, Afrika Kusini mapipa 601,000, Nigeria mapipa 515,000, Algeria 428,000. Hayo ni mapipa. Morocco 318,000, Libya 230,000, Angola 127,000, Sudan 127,000, Kenya 119,000 na Uhabesha ukipenda Ethiopia 110,000. Mwanasiasa mwenye miaka 86 Uganda ataka kuwania ubunge tena. Moses Eli, mwanasiasa mwenye umri wa miaka 86, amesajiliwa kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu ujao nchini humo kwa ajili ya kutaka achaguliwe tena kama mbunge. Moses Eli aliyeteuliwa na mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi wa chama tawala cha NRM, Daktari Tanga Odoi, kutoka kwenye gari lake kutokana na afya yake kuwa mbaya. Ali, ambaye amekuwa serikalini kwa miaka 54, kwa sasa ni naibu wa pili wa waziri mkuu na naibu kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Watu wa Marekani hawataki kwenda vitani na Iran. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika nje ya ikulu ya White House kupinga jeshi la Marekani kuingia Mashariki ya Kati. Ni asilimia 16 pekee wa Marekani wanaounga mkono Marekani kujihusisha na mgogoro wa Israel na Iran, kura ya maoni ya YouGov imeonyesha. American people do not want Watu wa Marekani hawataki kwenda vitani na Iran.
Tayari tumehusishwa. Kila ndege na silaha inatengenezwa na Marekani, sivyo? Lakini hatutaki kodi zetu za dola kwenda kuendeleza vita na Iran. Tuko hapa mbele ya White House ambapo maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kulaani mashambulio ya Israel dhidi ya Iran yanayoungwa mkono na Marekani. Tunataka marufuku ya silaha ya Israeli haraka. Marekani Israeli hawana kuzungumzia swala hili, ambapo Marekani ni nchi ya kwanza na ndivyo nchi ya kipekee iliyo dhidi ya taifa lolote, na Israel wana silaha nyingi za nyuklia ambapo hakuna anayejua. Iran ni nchi huru. Nahisi vibaya kuhusu hali ilivyo. Nahisi jaribio la kuingiza Marekani katika vita nyingine vya muda mrefu. Hatuhitaji kuwa na sababu nyingine ya Israeli kuchukua kile ambacho wanataka, ni kama walivyofanya kwa Iraq na Libya na Afrika Kusini. Hatutasukumwa kando. Tutasimama na Iran nyuma yangu, na wanaopinga maandamano wakilindwa wanajaribu kuzuia mlio wa wanaharakati wanaotaka mashirika ya kimataifa iwajibishe Iran kwa vitendo vyake. Nazungumza kama watu milioni 92 ama 93 hata Iran, ambapo wamewataka watu waondoke. Huo ni mji wenye watu milioni 10, na nadhani hapa wana fikra potofu. Ni jangwani na hakuna kitu huko. Ni sehemu nzuri inayojaa historia na tamaduni nyingi. Nadhani watu wote ni waweke pamoja ukweli wote na watoe hukumu ya nani yuko sahihi na nani hayuko sahihi. Ndio hali ambao wanaharakati katika eneo lile Marekani wanapokuwa kwa barabarani kuweza kugoma kutokana na masuala hayo ambayo yanafungamana na Iran na Israeli katika mtagusano ambao unaendelea kwa sasa. Msikilizaji, inabidi basi nielekee mapumzikoni. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa, ukweli na burudani.